Sasa hivi mwenye pointi nyingi nani? Tangaze kwa bingwa. Mimi sina mambo ya kumtangaza. Lakini bado hajamaliza. Tangaze. Tangaze. Sasa anatangaza kesho tutakuwa kwanza mwende mkacheze. Wapi? Si Benjamin Mkapa. Shehe, sisi Simba Sports kwa mujibu wa taratibu za sheria, nafikiri kila mmoja anajua. Ndio. Si Simba tujiongoze kwa matakwa yetu, tunaongozwa kwa matakwa ya viongozi waliokuwa madarakani. Tuna barua. Na ndio maana management ya Simba wanajua, kwa sababu kuna barua tulioandikia watu wa Simba, waliandika tarehe 12. Msemaji wetu ninyi mlimuoji pale, alisema wana Simba kuhusu hicho ambacho kinachozungumzwa mtapata nini? Taarifa. Wao walikuwa mmoja. Wao wenyewe mna barua ambayo mliandikiwa. Tarehe 12. Mlitumiwa na viongozi wenu. Yes. Inasemaje? Kaisome mwandishi. Bahati mbaya mimi simu yangu haina bando, alafu sina kumbukumbu ya ile barua. Ila naamini kwamba barua ilikuwepo. Sasa wiki ambacho sasa kinaendelea Kisugu nadhani kina afya, kwa sababu mashabiki wa Simba ni kama vile sasa na nyinyi mnataka kuona kama yani hamtaki kwenda kwenye hii mechi. Football ya Tanzania ina afya, na ndio maana tuko wanne kwa ubora katika bara zima la Afrika kwenye nchi 54. Tumepiga hatua kubwa. Kila mmoja aliyosika tuwape kongole katika hili. Ikitokea sasa mtani amekuwa bingwa, tutampongeza. Itakuwa soma la kwanza. Miaka 3 iliyopita mfulizo bingwa alikuwa Dar es Salaam Young Africans. Mwaka huu akiwa bingwa la ajabu hakuna. Ngoja niwape historia ndogo ili muweze kujua. Kwa mujibu wa nyinyi waandishi wa habari, aliyechukua ubingwa mara nyingi kwenye nchini Dar es Salaam Young Africans kwa takwimu zenu. Tunakubaliana hilo? Maana yake Yanga akiwa bingwa mara nyingi ndio Yanga aliyeshiriki mara nyingi kwenye mashindano ya kimataifa kuliko timu yote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Twende tukamtafuta kwenye takwimu sahihi kwenye mpira wao kwenye bara la Afrika. Sasa hiyo si michuano ya kimataifa, timu zinakutana tofauti tofauti. Twende taratibu. Maana yake sisi kuwa kwake yeye bingwa, sisi hakutustui. Ukisoma kwenye Biblia yako maandishi, Yesu anasema mimi ndimi njia ya uzima kwa kweli. Huwezi kwenda kwa Baba. Niko vizuri eh? Maana yake Yesu anawaambia ili ukitaka kufika kwa Mungu lazima umtambue yeye. Maana yake ukitaka kwenda kucheza klabu bingwa lazima ushiriki kwenye ligi ya NBC. Sisi tumeshiriki kwa nafasi iliyokuwa nayo, tayari njia tushakuwa nayo. Yeye akitangazwa kwa bingwa leo sisi tumelizika. Yes. 15 maana kama kitokea mjaenda sasa. Sisi tumelizika. Tumelizika Yanga akiwa bingwa. Itakuwa soma la kwanza. Miaka 3 iliyopita Yanga bingwa. Na hii inakuwa ya 4. Bingwa sio ajabu. Vitu vya kawaida. Sisi Yanga kwa bingwa, ubingwa wala hatusumbui. Haitusumbui. Haitusumbui. Yes, haitusumbui. Kwa sababu Yanga sio bingwa mara ya kwanza. Unajua, ngoja niwaambie kuna kitu kimoja. Kuna watu unaweza kuishi nao mitaani, akawa ameuza nyumba ya baba yake shilingi milioni 5 akawa nayo mfukoni, lakini kwa sababu tabia zake unazijua na taratibu zake haiwezi kukusumbua, kwa sababu unajua milioni 5 ile inaisha siku 2. Wewe 2000 yako inaendelea kudumu. Na hayo mimi ashai kunitokea. Nilifanya biashara na rafiki yangu mmoja akapata milioni 10. Kwenye milioni 10 akaniita akaniambia, wewe rafiki yangu unajua nakupenda sana, mimi leo nishapata milioni 10. Chukua 100,000. Nikajiuliza, huyu mwamba milioni 10 mimi ananipa 100,000, lakini kwa sababu najua tabia zake na taratibu zake namna ambavyo zilivyo, sikutishika, nikachukua 100,000 nikaeka mfukoni. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ananiambia, bwana kama una 2000 niazime niweke simu yangu vocha. Leo kwenye mkutano wa waandishi wa habari nahodha wa Young Africans amezungumza na miongoni mwa amesema kwamba anajua ni ugumu wa mechi, lakini pia anatambua kwamba ni mechi ambayo inakwenda kutoa bingwa kwamba atashinda, lakini Kisugu ni kama vile tayari wewe umeshawapa ubingwa wananchi. Kwanza nimpongeze sana moja katika wachezaji na wakubali sana Dickson Job. Ukimwachilia kuwa anachezea Dar es Salaam Young Africans, lakini pia ni beki tegemezi kwa timu ya taifa ya Tanzania. Nimwombee kwanza kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema yenye umri mrefu. Lakini niseme tu, alichosema amezungumza kwa matakwa yake. Amezungumza kwa matakwa yake. Siwezi kuyakataa, tunayakubali, lakini inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu kesho tutaamka salama. Waamuzi bwana wa mechi hii hawatoki tena hapa nyumbani. Jambo jema. Ni jambo zuri. Tuwapongeze sana bodi ya ligi, tuwapongeze sana chama cha mpira, kwa sababu
Mpira una vitu viwili. Mpira unaongozwa na kanuni, lakini katika kuongoza na kanuni, vyama vinaongozwa na katiba. Tukasome katiba ya TFF ibara ya 75. Waliokwenda kufanya maamuzi wana mamlaka. Lakini ukiachia katiba sio jambo la ajabu. Ligi bora kwenye bara la Afrika namba 1 ni Misri. Dabi zao zichezeshwe na Misri. Na kwa nini hazichezeshwe na Misri? Kuna mtafaruku mkubwa na watu kupoteza uhai. Misri ilitokea wakati huo wazao wakaendelea kuchezesha ligi ya Misri. Na leo ni wafungue macho wa Tanzania wengi, naamini kwamba yawezekana wanajua isipokuwa wamesahau. Al Ahly ya Misri, ukiona wanavaa mazoezi, wanafanya mazoezi, nyuma ya jezi yao wanavaa jezi namba 75. Ina maana yake namba 75 ni kuwakumbuka au kuleta kumbukumbu kwa mashabiki wao 75 waliokufa katika mechi ya dabi kati ya Al Ahly na Zamalek ya Misri. Chama cha soka cha Misri baada ya kuona hali hiyo inatokea, wao wakaamini mwamuzi ndiye alisababisha, wakakubaliana kwamba mechi zao wachukue waamuzi kutoka nje. Ukiachia ligi namba 1 kwa ubora wa Misri, twende ligi namba 2 kwa ubora kwenye bara la Afrika, Tunisia. Wa Tunisia kwa ubora wao, mechi zao za dabi hawachezeshwi na waamuzi kutoka nchini mwao. Tena wa Tunisia wamefanya jambo moja gumu na uwasilipendi kulizungumza, lakini wacha nilizungumze. Wao wamefanya ubaguzi wa waamuzi wachukue Afrika. Ligi namba 2 kwa ubora katika bara la Afrika. Wai ligi namba 4 kwa ubora katika bara la Afrika, tukichukua waamuzi mnatafuta kanuni. Na nyinyi mmefurahi kuona mechi inachezeshwa na waamuzi. Sio hii tu. Ikiwezekana kama kuna nyingine. Kama kuna nyingine. Kwa sababu hii haijatimia. Haijatimia vipi? Kwani mechi imechezwa? Mechi si kesho. Kesho mbali shehe. Kesho mbali. Inshallah. Changamoto watu wanasema bwana, hilo jambo halipo kwenye kanuni. Kanuni imekuja baada ya katiba. Katiba ya TFF ibara ya 75 imetoa mamlaka kwa kamati ya utendaji kufanya maamuzi. Sio mimi shehe, mimi nanukuu. Nasema hivi, katiba inapokwenda haitoi waziwazi inavyotaka itamke kwamba kachukueni uamuzi Misri. Katiba inatoa option mwenye mamlaka kwenda kuamua. Brother, mimi nimepita kwenye sheria humo. Wewe usinichukulie poa. Kwa sababu unanijua Kisugu na nita kwa Kutawa, unanikuta katika mkoa wa Chalamila Dar es Salaam na Dunda na Tanua, unanichukulia poa. Katiba haitoi waziwazi kwa kwenda kumgusa mtu. Katiba inatoa option kwa mtu mwenye mamlaka kwenda kuamua. Kasomeni kifungu cha 75 na hii mpelekeni Ansi Salam. Wewe rafiki yako. Mbona unaniambia mimi tena? Mpelekee rafiki yako Ansi Salam. Inasema kamati ya utendaji imepewa mamlaka na madaraka kwenda kufanya maamuzi yoyote kwenye football. Sio mimi. Tumalize. Wewe kama unaninunia mimi ninunie, mimi nanukuu tu. Sisi ni watu wa Simba Sports. Simba kuelekea katika mchezo wa dabi. Rudia? Unawaambia nini wana Simba sasa kuelekea katika mchezo wa dabi? No comment. No comment. Hauwaiti tena? No comment. Umejiandaa kwenda kwenye mchezo kesho? No comment. No comment. Why no comment? Siwezi kuwasemea watu wengi. Huwezi kuwasemea? Yes, Wewe watu wengi. binafsi yako kesho unaenda kuangalia game. Mimi kesho mbali, ngoja niamke nitafute, nitakuwa na majibu sahihi. Lakini ushaandaa. Nimesema kesho mbali. Kesho mbali. Tiketi umekata? Hapana, sina tiketi kwa sababu sina hela. Ya tarehe 8 kwani Sina. umekuja nunua pia tarehe 8? Imekufa, limepotea. Wana swap wenyewe. Sijui wao sasa, kama wana swap endelee kuswap. Bwana shukrani sana. Asante, niwashukuru sana waandishi wa habari. Kiukweli mmeni surprise sana katika hiki. Niwapongeze sana. Nafanya kazi kubwa, nafanya kazi nzuri, nausaidia mpira wetu wa Tanzania, lakini tuendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais katika hiki ambako kiko mbele yetu ili kuhakikisha kwamba michezo inaendelea vizuri. Kwa sababu moja katika kazi ngumu, niwaambie waandishi wa habari. Mimi Kisugu Kuli mbeba mizigo, lakini Biblia, Taurati, Injili haikunigusa. Waandishi wa habari mmeguswa kwenye Biblia. Mungu anaanza na neno kutoa warning kwenu. Ole wenu waandishi wa habari. Nawashukuru sana.